Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu. Jeshi nchini Madagascar limechukua uongozi wa taifa hilo baada ya Rais Andry Rajoelina kukimbia kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kupinga serikali yake. Vyombo vya habari nchini Madagascar vinaripoti kwamba mahakama ya kikatiba ya taifa hilo imethibitisha kuwa Kanali Michael Randrianirina amechukua hatamu ya uongozi wa nchi hiyo. Mahakama hiyo pia imethibitisha kwamba nafasi ya rais wa taifa hilo na rais wa bunge la seneti sasa ziko wazi. Mahakama ilichukua uamuzi huo licha ya kuwa jeshi limesitisha shughuli zake. Awali bunge lilipiga kura ya kumwondoa Rais Andry Rajoelina madarakani baada ya kiongozi huyo kukimbia nchi. Hatua hiyo ilifuatia wiki kadhaa za maandamano dhidi ya serikali yake. Baada ya kuondoka nchini humo, Rais Rajoelina alihutubia taifa kupitia ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba alihofia maisha yake baada ya kitengo cha jeshi cha Kapsat kujiunga na maandamano ya vijana dhidi ya serikali yake. Mapema leo, kabla ya tangazo hilo la mahakama ya kikatiba, mwandishi wetu Sami Awami alifanya mazungumzo ya kipekee na Kanali Michael kuhusu hotuba ya Rajoelina na madai ya njama dhidi ya maisha yake. Kwa maoni yangu, alitoa hotuba hiyo akiwa nje ya nchi. Sidhani hotuba hiyo ina umuhimu wowote ndani ya Madagascar. Haipo. Hatutambui hotuba hiyo. Bas, kuhusu madai ya njama ya kumuua rais, kama ulivyosema, ni madai tu, sio kweli. Hatukupanga. Hatukuwa na mpango wa kugusa hata nywele zake. Kwa nini tufanye hivyo? Jeshi halijaundwa kwa misingi hiyo. Wanajeshi hawajafunzwa kumuua rais. Hiyo ni kazi ya watu waliolipwa, sio kazi yetu. Sasa tuungane na mwandishi wetu Sami Awami, yuko mjini Antananarivo. Awami, taarifa hizi za jeshi kuchukua madaraka zimepokelewaje na hali kwa sasa ikoje Antananarivo? Kwa kweli, baada ya jeshi kutangaza kuwa wamechukua nchi, wakaanza kuzunguka kwenye mitaa hasa ya katikati pale jijini Antananarivo, na kwa kweli walipokelewa kwa shangwe kubwa sana, hasa kutoka kwa vijana. Waendesha pikipiki walipiga honi zao, wengi walikuwa na filimbi, wamepiga filimbi sana. Kwa hivyo kuna watu ambao kwa kweli wameunga mkono hatua hii ya jeshi kuingia. Wapo ambao wana wasiwasi, hawana uhakika kuhusiana na ukurasa unaofuata. Hasa viongozi, kwa mfano hawa waandamanaji hawa wa Gen Z, wanasema wao walitarajia kwamba Rajoelina angeweza kujiuzuru vizuri tu kisiasa, na hasa jana vile alivyokuwa anahutubia katiba. Lakini kwa sababu sasa hakufanya hivyo, basi uamuzi huu wa jeshi kuchukua wanaupokea, lakini kwa shingo upande. Wengine ambao wana support au wanaunga mkono masuala ya demokrasia wanatumaini kwamba sawa, tayari nchi imefika katika hatua hii, lakini wanaona kwamba wana maombi yao ni kwamba huu mchakato huu wa mpito uwe mfupi zaidi, ili kwamba uchaguzi uitwe, basi serikali irudi kuwa serikali ya kidemokrasia. Je, umefanikiwa kuongea na viongozi wengine wa kisiasa na wamesema lolote kuhusiana na hatua hii ya jeshi? Kiongozi, asubuhi ya leo nilizungumza na kiongozi wa upinzani. Ni kiongozi huyu ni katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani hapa cha TEAM. Kwa kweli tulikuwa hatujui kama wanajeshi watatangaza uamuzi wao huu, lakini alichokisema pia na yeye ni kwamba Rais Rajoelina hajawapa nafasi ya kupeleka mchakato kisiasa. Utakumbuka wakati nazungumza naye asubuhi, alikuwa anasema masaa mawili matatu yajayo tutakwenda bungeni, tutaanzisha mchakato wa kumuondoa rais madarakani kidemokrasia. Lakini kabla hawajafanya hivyo, Rajoelina akawawahi akavunja hilo bunge. Sasa kwa kufanya manuva yote haya, Rajoelina akanikumbusha huyu kiongozi alivyokuwa ananiambia kwamba ikiwa Rajoelina hatupi uchaguzi, hatupi nafasi ya kupeleka mchakato wa kidemokrasia, hatuna jinsi basi ni kuruhusu jeshi liingie na lifanye na lichukue nchi sasa kuziba ombwe hili la uongozi nchini. Awami, mpaka sasa tumefanikiwa kujua alipo Rais Rajoelina mwenyewe, na je, ametoa tamko lolote baada ya hatua hii ya jeshi? Bahati mbaya hatujafanikiwa kujua bado yuko wapi. Jana hakutuambia pia yuko wapi. Zimekuwepo tu bado hizi tetesi zimeendelea kuzunguka sana tu. Lakini baada ya jeshi kutangaza hatua hiyo, aliweka kwenye ukurasa wake wa Facebook akasema
wananchi endeleeni kujipa moyo, hawa nini akawaita magaidi, na amezungumza vitu vingi tu, lakini kwa kweli kama ambavyo nilizungumza na kanali huyo, kanali nilizungumza naye saa 8 mchana, hata nilikuwa sijui kwamba dakika chache au saa moja tu linaofuata kwamba ndo angekuwa kiongozi wa nchi, na yeye alipuuza tu akasema rais anazungumza kutoka nje ya nchi, hatujui hata yuko wapi, mwache aendelee na biashara zake. Kwa hivyo ndio Rajoelina amejibu kwamba hawa wanajeshi wamechukua na hivi na vile, lakini kwa kweli hapa watu wamepuuza tu kile ambacho amekisema. Shukran sana Sami Awami, mwandishi wetu huyo Sami Awami, tukisema naye kutoka Antananarivo, Madagascar. Na mahojiano hayo yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Sasa siku moja tu baada ya makubaliano ya kusitisha vita ambayo yalitoa fursa ya kuachiliwa kwa mateka 20 wa Israel waliokuwa hai na mamia ya wafungwa wa Kipalestina ili kuungana na familia zao, kuna wasiwasi kuhusu hatua inayofuata huko Gaza. Rais Donald Trump sasa amerejea Marekani baada ya ziara yake haraka nchini Israel na Misri, ambako alikutana na viongozi wa dunia na kutia saini makubaliano yaliyothibitisha mpango wake wa kusitisha mapigano. Alisema pia awamu ya pili ya mazungumzo kuhusu mpango wake wa amani wa vipengele 20 umeanza, lakini maelezo muhimu bado hayajakamilika. Sasa alipokuwa akirejea nyumbani, aliulizwa kuhusu mustakabali wa Gaza. Ninazungumzia kitu tofauti kabisa. Tunazungumzia kujenga Gaza mpya. Simaanishi suluhisho la taifa moja au mataifa mawili. Tunazungumzia ujenzi upya wa Gaza. Mustakabali wa Gaza ni upi basi? Basi tusubiri tuone. Watu wengi wanapendelea suluhisho la taifa moja, wengine wanapendelea mataifa mawili. Tunagoja tuone. Sijatoa maoni yangu kuhusu hilo. Wakati wa mkutano wa jana Jumatatu, Trump alijadili awamu inayofuata ya makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na viongozi wa Kiarabu na Ulaya, lakini hakukuwa wawakilishi kutoka Israel wala Hamas. Miongoni mwa waliokuwepo walikuwa Mfalme Abdullah wa Jordan, nchi inayopakana na Israel na ukingo wa magharibi unaokaliwa. Kama tutatatua tatizo hili, tutaendelea kuwa kwenye mapigano. Kwa maoni yangu, suluhisho la mataifa mawili ndilo njia pekee. Tukishindwa kupata mustakabali wa pamoja kati ya Waisraeli na Wapalestina na uhusiano kati ya Waarabu na Waislamu na Israel, basi tumeangamia. Wakati hatua zinazofuata kwa Gaza zikiwa bado sio hakika, nchini Israel bado kuna hasira kwa sababu miili iliyosalia ya mateka waliokufa bado haijarejeshwa. Miili 4 pekee ilirejeshwa jana Jumatatu. Jeshi la Israel IDF linasema mmoja alikufa akiwa kizuizini kutokana na majeraha baada ya kukosa matibabu. Mwingine aliuawa na watekaji wake. Hamas imesema huenda ikachukua muda zaidi kupata miili ya mateka wengine 24 waliokufa kwa sababu maeneo yote walipozikwa hayajulikani. Kwa kubadilishana mateka, Israel imewaachilia huru takriban wafungwa 250 wa Kipalestina na zaidi ya watu 1700 waliokuwa wakizuiliwa. Makundi haya yalihamishwa kwa basi hadi ukingo wa Maghrib pamoja na ukanda wa Gaza. BBC pamoja na waandishi wa habari wa kimataifa hawaruhusiwi kuripoti kutoka Gaza. Lakini mwanahabari wetu Lucy Williamson anaripoti kutoka Ramallah katika ukingo wa Magharibi kuonyesha hali ilivyokuwa wakati wakirejeshwa. Taarifa yake inawasilishwa na Leila Mohamed. Waliwasili saa kadhaa mapema na kuhesabu kila dakika. Bado hawakuthubutu kuwa na matumaini. Kasi ya makubaliano hayo ilimaanisha kuwa orodha ya walioachiliwa ilikuwa bado inaandaliwa hadi dakika za mwisho. Hisia zikiwa hazieleweki, familia zikielekeza macho yao barabarani. Aida alikuwa akisubiri kaka yake Murad Abu Al-Rub, alikuwa gerezani kwa miaka 20. Sijui alivyo sasa. Kama jana nilienda kumnunulia vitu. Yeye ni mtu mkubwa. Alikuwa mtu mkubwa, unajua. Kwa hivyo nilijaribu kukisia ni ukubwa gani unafaa kwake. Unajua, sijui kama itamtosha leo au la. Sijui. Wafungwa 88 waliachiliwa na kurejeshwa ukingo wa Magharibi na Jerusalem ya Mashariki siku ya Jumatatu, wakiingia kwenye basi wakiwa wafungwa na kushuka wakiwa ndugu, baba na wana. Israeli ilisisitiza pasiwe na sherehe wala maandamano ya ushindi, lakini kwa hatua hizi za mwisho za safari yao walipokelewa kama mashujaa wa taifa, macho yakiwa na machozi kabla ya kuanguka mikononi mwa wapendwa wao waliokuwa wakisubiri. Hii ndiyo zawadi ambayo Hamas inawapa wa Palestina baada ya miaka 2 ya vita. Swali lisilotamkwa wazi hapa na Gaza ni je, bei yake ilikuwa ya haki?
Kuachiliwa kwa wafungwa hawa kunaashiria mwisho wa awamu ya kwanza ya makubaliano haya. Zaidi ya hapo, hakuna mengi yaliyoafikiwa. Maelezo, ratiba na tofauti kubwa za kiitikadi bado zinahitaji kutatuliwa. Lakini Murad hakuwa miongoni mwao. Aida akiwa hana faraja. Tuligundua kuwa jina la Murad ambalo awali lilikuwa kwenye orodha ya waliokuwa waachiliwe lilihamishwa hadi kwenye orodha wanaotarajiwa kufukuzwa nchini. Walimteka nyara kaka yangu. Walimteka. Wenzetu walioko Gaza walimtafuta Murad miongoni mwa nyuso 1700 zilizoachiliwa leo huko. Bado haijajulikana alipo. Wengi walioachiliwa huko Khan Yunis walikuwa wakizuiliwa bila kesi tangu mwanzoni mwa vita, akiwa amening'inia dirishani huku basi lake likipenya katikati ya umati uliokuwa ukishangilia. Ibrahim Sahlul alionyesha furaha yake. Siwezi kuamini kuwa ninarejea nyumbani. Hii ni mara yangu ya kwanza kuiona anga bila uzio. Na wasalimu wapiganaji wote. Wote waliorejea walichukuliwa hadi hospitali ya Nasir kwa uchunguzi wa kiafya. Mohamed Al-Bakri ambaye amekuwa gerezani tangu Machi mwaka jana aliishtaki Israeli kwa mateso. Ilikuwa ni hali mbaya zaidi maishani mwetu. Tulichomwa, kupigwa, kunyanyaswa na kuvunjwa mifupa. Miili yetu inaonyesha alama hizo. Mabadilishano hayo ya wafungwa pia yameonyesha kwamba Hamas bado inadhibiti Gaza. Video iliyotoka siku ya Jumatatu inaonyesha wapiganaji wa Hamas wakionekana kuwaua wanachama wa kundi wanalopigana nalo. Mashambulizi ya tarehe 7 Oktoba yaliyopangwa na mtu ambaye Israeli ilimwachilia huru katika mabadilishano ya awali ndiyo yaliyoanzisha vita hivi. Kumaliza vita hivi kuna maanisha Hamas kukubali kuachia madaraka na silaha zake. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Luo TV Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila aonekana hadharani kwa mara ya kwanza tangu mahakama ya kijeshi kumpa hukumu ya kunyongwa. Anapanga nini? Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Wiki mbili baada ya mahakama ya kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumpata na hatia ya uhaini na makosa ya jinai, aliyekuwa rais wa DRC Joseph Kabila ameonekana hadharani mjini Nairobi, Kenya.
Picha za video zilizochapishwa na wasaidizi wake zinamwonyesha akiwasili katika jumba hili mjini Nairobi akiwa amelindwa na kisha anakutana na watu ambao BBC imearifiwa ni wanasiasa kutoka DRC. Kabila anaripotiwa kualika viongozi wa chama chake cha Common Front for the Congo FCC na wengine wa vyama vingine vya upinzani kutoka DRC kuhudhuria mkutano huo ambao tumearifiwa unatarajiwa kukamilika hapo kesho, ambapo waandalizi watatoa taarifa kuhusu yaliyojadiliwa. Huku hayo yakijiri, serikali ya DRC imetia saini mkataba wa makubaliano na kundi la waasi la M23 nchini Katari ambao unabuni jopo la kutathmini na kuhakiki mchakato wa amani kuhakikisha pande zote mbili zinafuata kanuni zake. Hili lilikuwa mojawapo ya masuala yaliyoafikiwa kwenye mkataba wa jumla wa makubaliano. Haya yanajiri wakati ambapo mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu Huang Xia ameelezea wasiwasi wake mbele ya kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuwa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda hayaheshimiwi. Xia amesema mapambano yamehamia upande wa Kivu Kusini na kwamba hali hiyo huenda ikarejesha nyuma hatua iliyopigwa awali ya kurejesha amani mashariki mwa DRC. Sasa tuungane na mwandishi wetu Leila Mohamed kutupa maelezo zaidi. Leila, umekuwa ukifuatilia haya kwa muda sasa, na ajenda ya mkutano wa leo kati ya Kabila na viongozi wa upinzani, je, tumeweza kunusia na kujua ajenda ilikuwa nini? Wamebana kifuani, mambo ni kimya kimya Roni. Wamesema kwamba wataweka yote mbarika hapo kesho, ambapo inatarajiwa kwamba waandalizi wa kikao cha leo wataweza kufanya kikao na wanahabari na kutangaza wazi ajenda kuu ya Kabila ni gani. Mkutano huu unaandaliwa jijini Nairobi. Je, serikali ya Kenya imesema chochote, kuna tamko lolote kuhusu kuwepo kwa mtuhumiwa huyu wa makosa ya jinai ambaye amehukumiwa kunyongwa nchini DRC? Kama BBC wanahabari tumeweza kutafuta upande wa Kenya kujua ni vipi ambapo kikao hiki kimeandaliwa hapa Kenya. Hatujapata ujumbe wowote kutoka Wizara ya Mambo ya Kigeni, lakini ikizingatiwa kwamba mambo kati ya Kabila na Kinshasa sio mazuri, huenda hali si hali na labda mawasiliano ya kidiplomasia yanafanyika kuanzia sasa kati ya Nairobi na Kinshasa. Sasa Kabila anaonekana jijini Nairobi wakati ambapo mahakama ya kijeshi imemhukumu kunyongwa, lakini hii inatoa taswira gani kwa zile juhudi ambazo zinaendelea kule Goma za kutafuta amani? Kwa sababu Kabila anajulikana wazi kwamba yeye anaunga mkono kundi la M23 ambao wanazuilia ama wameshikilia mamlaka kule Goma. Ukizungumza na wataalamu wa diplomasia wanasema tunaangazia swala hili kwa pande mbili, kidiplomasia na pia kisiasa. Mkutano wa leo ulikuwa ni siasa za ndani ya DRC. Amewaalika viongozi wa chama chake na viongozi wa vyama vya upinzani ndani ya DRC. Hii si mara ya kwanza anafanya mikutano na viongozi mbalimbali wa DRC. Kumbuka kikao cha mwisho kilichoandaliwa hadharani kilikuwa kule Goma, ambapo alikutana na viongozi wa matabaka mbalimbali. Kwa hivyo anajipanga, anaonekana kujipanga kama jambo muhimu katika siasa za ndani ya DRC kwa sasa, na wengi wanatarajia kujua anapanga nini. Kuna hati ya kukamatwa kwake Kinshasa ili aweze kunyongwa, no. Sababu mahakama ya kijeshi imeshapitisha hukumu yake. Kuonekana kwake Nairobi, je, serikali ya Kenya inashawishika kinjia yoyote kuweza kumchukulia hatua ili kuweza kurejeshwa akakabiliana na mkono wa sheria DRC? Kumbuka hii si mara ya kwanza. Wacha nikurejeshe Kenya mwaka 2010 ambapo katiba ya Kenya ilikuwa inaasisiwa Agosti 27. Aliyekuwa rais wa Sudan al-Bashir alikuwa hapa Kenya. Kumbuka wakati huo mahakama ya jinai ya ICC ilikuwa inamtafuta na walitaka kamatwe hapa Kenya. Kenya hakufanya lolote. Mwaka huu na mwaka jana Hemeti, jenerali ambaye ni jenerali wa RSF, aliwahi kuja hapa Kenya na kufanya mikutano muhimu hapa Kenya. Kenya ikalaaniwa, lakini Rais William Ruto akasema Kenya inaheshimu demokrasia na wala haitoingilia masuala ya ndani katika mataifa jirani. Kwa hivyo Kenya inajipata katika njia panda, italaumiwa na kulaaniwa, ila hali ya sera za diplomasia Kenya inaonekana kwamba labda inatikisika, japo Kenya imesisitiza kwamba haifanyi pabaya popote. Haya yanaendelea wakati ambapo kule Katari kumekuwa na hafla nyingine ya kutia saini mkataba kati ya M23 na serikali ya DRC katika juhudi za kurejesha amani na kuidumisha kule mashariki mwa Kongo. Yale yaliyotiwa saini leo kule Katari yana uzito kiasi gani? Yana uzito mkubwa. Kumbuka katika kikao cha kwanza ambapo walitia mkataba huu walisema kwamba wanawapa pande hizi mbili hadi Agosti, mwisho wa Agosti mwaka huu kuweza kufanya mchakato huu. Unafanyika mwezi Oktoba. Kwa hivyo inamaanisha taratibu zilizopangwa zinachelewa kidogo, ila kwa sasa pande zote mbili zinatarajiwa kuhakikisha kwamba wanaangazia kama mkataba unavunjwa kwa njia yote
kumbuka kumekuwa na malalamishi pande zote mbili, wanashambulia huko, wanashambulia kule. Kwa hivyo sasa kutakuwa na kamati ya pande zote mbili, jopo litakaloangazia swala hilo, na kwenda mbele inatarajiwa watakuwa na vikao vingine zaidi kujua kama hali hii itaweza kudumishwa. Shukran sana Leila Mohamed kwa tathmini hiyo ya kina. Matangazo yetu ya redio pia usikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza David Nkya. Huyo hapo katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, ukiwepo wendo chanzo cha kunipoza nafsi yangu napopatwa majaribu. Nimerejea jukwani, ndivyo anavyosema msanii wa Bongo Flava Chidi Benz. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Tuende kwa muziki sasa. Msanii wa Bongo Flava wa miaka mingi Chidi Benz, pengine anafahamika na wengi kwa muziki wake katika fani ya Bongo Flava miaka hiyo nyuma. Lakini baada ya muda wa miaka mingi, Chidi Benz anasema nimerudi tena jukwani. Amezungumza na mwandishi wa BBC Egan Sala na ameanza kuelezea kibao chake maarufu sana Dar es Salaam Stand Up. I'ma keep it rocking, keep it dropping, keep it rock the show. Keep it jumping, keep it pumping, keep it smoking doors. Pigiwi inacheza, bakafu na tena. Dar es Salaam Stand Up nilirecord kwa Dully Sykes. Dully Sykes alikuwa na studio. Kwa nilirekodi pale kwa Dully. Alafu nikaachana nayo. Yaani haikuwa nyimbo napanga kuitoa. Nikasema tukoja niache nisubiri kwanza niangalie. Ikakaa kama nafikiri mwaka hivi. Nafikiri mwaka umefika mwaka ya. Siku moja asubuhi mama alikuwa na tabia ya kusikiliza wakati naishi naye bado. Alikuwa na tabia ya kusikiliza nyimbo zangu. Akaniambia kuna ule wimbo unaanza na violin. Uko wapi ule? Kama violin. Ngasema okay sawa, ngoja nitafute. Nikatafuta CD, hizo CD. Nikaweka CD, ngambia huo, akamwambia huo mimi naupenda huo. Utoe huo. Tumekaa tusebeni tuongee. Ngambia huo mimi naupenda huo. Hebu utoe huu bwana. Kaka kafikiria anasema okay. Basi sawa ndo utoa. Kwa nikatoka pale tena ikabidi nirudi tena studio. Umeona Marem Pancho ndo aliproduce. Kwa ikabidi nifike niseme Pancho hem tukae tuimegwe tuitengeneze hii Dar es Salaam Stand Up. Umeona tuichanganue alafu tuipe jina. Umeona
ndo tukaanza kuitengeneza tena kuipitia yani drums nini. Alafu baada ya kufanya vile enzi zile ilikuwa watu wachache wanaofanya mixing nzuri. Kwa hiyo nikachukua wimbo nikaupeleka kwa Allen Mapigo. Yeah. Baada ya kutoka mama alisemaje? Alifurahi kwa sababu pia yani ilizidisha namna ambavyo nilikuwa. Yani tayari nilikuwa tayari nishakuwa Chidi Benz, umeona? Kwa sababu tayari nilikuwa na nyimbo zingine. Umeona, kwa hiyo nilikuwa tayari Chidi Benz, lakini ile ilikuja ikazidisha ule Chidi Benz. Chidi, sasa umerudi na tulikuona jukwani maeneo tofauti tofauti, na hata kwenye mazungumzo yetu umeniambia pia una matamasha sehemu tofauti tofauti. Wapenzi wa muziki watarajie kumuona Chidi wa sura ipi? Chidi yule yule tu. Chidi hana sura nyingine, hana sura mbili wala tatu. Chidi yule yule, sura ile ile, mtu yule yule. Yaani kunenepa na kukonda ni labda hiyo ni umbo. Kuna wasanii walikuwa wembamba sana zamani. Sasa hivi wao nene. Kuna wasanii walikuwa wanene sana zamani. Sasa hivi nao wembamba. Kwa hiyo kubadilika kimaumbile ni kawaida tu. Na nimetoka sehemu ambayo nilikuwa nakaa na kula na nashinda. Sina kazi za kufanya nyingi. Kwa hiyo Chidi ni ule yule tu. Mara nyingine najiuliza una uzuri wa namna gani na nashindwa pata jibu. Ukiwepo wewe ndo chanzo cha kunipoza nafsi yangu napopatwa majaribu. Na kuamini bila yamini wewe ndo dawa kunitibu. Naweza tamba nje kote ila kote. Kati ya wekundu wa Msimbazi Simba na wananchi Dar es Salaam Young Africans, uko kushoto uko kulia? Asa mimi unajua nimetokea wapi baba? Hapa hujui. Sijui nimetokea afu nyuma tu kuna lile jengo la njano na kijani. Unajua. Sawa, lakini napenda pia naweza kusema Yanga mwenye Simba wengi. Unaona hivyo yani. Kwa sababu napenda pia Simba, washikaji zangu wengi wako Simba. Unajua mwelekezi anasema mimi pia nichane mistari, lakini nasema Chidi itabidi anitafute tupige collab. Yo Dar es Salaam stand up, put your hands up. Hizo watoto wa leo wazijui, ni za enzi hizo. Nimalizie hapo. Mimi naitwa Roncliffe Odit, kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukran sana. Mwenyezi Mungu akipenda, kesho tena papa hapa katika Dira ya Dunia. Nakutakia usiku usiokuwa na usumbufu wa mbu.